Jambo la kwanza kabisa lazima tujue ni kwamba matatizo ya figo kwa bahati mbaya yanaongezeka. Ukiangalia hapa inaonyesha mwaka 2017 kulikuwa na watu karibu milioni 700. Lakini 2019 wamefika 850 milioni. Ambao ninakadiria kwa ni kama 10% ya watu. Inamaanisha ndani katika kila watu 10 kuna mtu mmoja ana shida ya figo. Aidha kwenye hatua za mwisho au za mwanzo. Kwa hiyo tatizo sio dogo, na ukilinganisha hata na magonjwa ambayo yanajulikana, kisukari, HIV na nini, bado figo ina watu wengi zaidi kama mnavyoona. Kwa mfano ni zaidi ya mara 20 ya wagonjwa wenye HIV, wale wenye TB, karibu mara 2 ya watu wenye shida za kisukari. Kwa hiyo tatizo hili ni kubwa kote duniani, sio tu kwetu hapa Tanzania. Na pengine inaonekana Afrika tuna matatizo haya kidogo, lakini ukweli inawezekana ni ukosefu wa data zaidi kuliko kusema hilo tatizo hatuna. Kwa hiyo na hizi taarifa zote zinaonyesha kwamba tatizo ni kubwa. Hata hawa ambao nimewaonesha hapa wanaitwa International Society of Nephrology, na wao wamekuja kusema kwamba karibu 9% ya watu wana shida ya figo. Afrika tunasema 4, lakini inawezekana hata ni 15 hata 20 kama tukikusanya data vizuri. Na nilitaka kuonesha hapa kwa kiasi gani haya matatizo yanatofautiana. Huko Ulaya wanasema mpaka 13% ya watu wana shida za figo. Huku kwetu tunasema 4.2. Na maeneo mengine ni hapo katikati. Na pia kuna kitu kinaitwa disability adjusted life years. Maisha kuishi na tatizo, kufa mapema kutokana na tatizo au kuishi na tatizo kwa muda inaitwa disability adjusted life. Karibu milioni 41 ya watu wanaishi na matatizo ya figo. Sasa na vifo pia. Huko nyuma tulikuwa hatuoni figo kama ni tatizo, lakini kwa sasa ni namba 10 na pengine imeshapanda. Maana data ambayo tunaitumia ni ya mwaka 2024. Walisema watu wanaokufa ni karibu 1.4 sawa na kama watu 20 kila siku wanakufa kwa tatizo hili. Inamaanisha hilo tatizo hata sisi kwetu hapa linaweza likatukumba. Kwa wale ambao wanafanya kazi kwenye hospitali tayari wameshaona kwamba hizi dialysis tayari zimeshaonyesha kwamba tuna matatizo haya makubwa kwa kiasi hiki. Na hata gharama zake sio ndogo. Kadirio ni kwamba kwa kila inchi, kwa kila kichwa cha mtu kwenye inchi zao wanatumia karibu shilingi 900 kwa kichwa. Na hata wale ambao wanatoa mfukoni hela sio kidogo, nyewe mnajua ni karibu shilingi 90,000. Na umesha kusikia kwamba kuna namna mbili ya kushindwa kwa figo. Ile ya kwanza tunaita chronic, lakini pili ukipata maambukizi ya ghafla au umetokwa na damu au umepotelewa na maji mwilini kiasi kwamba damu haifiki vizuri kwenye figo, unaweza pia ukawa na tatizo la figo la muda ambalo mara nyingi linarekebishika. Inaitwa acute kidney injury. Nalo hili sio tatizo. Karibu sio tatizo dogo. Karibu 7% mpaka 18 ya watu waliolazwa watakuwa na hii shida, ambayo pia inakwambia tuna shida kubwa. Na matibabu yake aina 2. Tuseme 2 kubwa, lakini hii nyingine ambayo inaitwa conservative ni kama angalizi. Mtu anaamua kusema bwana, mimi kukaa kwenye dialysis sitaki, kwa hiyo naomba mnitibu kama mnavyoona ninaumwa. Hiyo inaitwa conservative management. Huku kwa wengine wameanza karibu miaka 2013, lakini kwa wale ambao mnajua sisi miaka yote tulikuwa kwenye njia hii kutibu watu. Lakini la pili ni kufanya uchujaji wa damu kwa njia kubwa 2, kwa kuchukua damu, kuipeleka kwenye mashine, kuisafisha na kuirudisha kwenye mwili, inaitwa hemodialysis, ambayo kwa sasa tunafanya hapa nchini. Lakini ya pili pia ni kuweka maji kwenye sehemu ya tumbo na kutoa kiasi cha sumu inavyowezekana, inaitwa peritoneal dialysis. Hii ni njia nyingine ya uchujaji wa damu. Ya 3 ndio hii transplant.
Kwenye hizo ramani zote tatu, Tanzania tunaonekana kote. Tunaonekana tuko kwenye peritoneal dialysis, tuna kesi chache. Tunaonekana tuko kwenye hemodialysis, hatuko na namba kubwa, lakini angalau 100 tunagusa. Lakini pili, tuko kwenye transplant. Kwa hiyo tayari kwenye global map kuhusu matibabu ya figo, na sisi si haba, Waswahili wanasema. Progress ya renal replacement therapies in Tanzania. Kwa hiyo kwa sisi tunafanya dialysis. Karibu hospitali zote za mikoa nchi hizi na dialysis. Kwa hiyo uchujaji wa damu unaendelea na watu wanahudumiwa. Karibu watu 3,200 na kulingana na data ambazo tunazo. Lakini pili, tuna mashine jumla kama 500 na tuseme 600 kuonyesha kwamba tumepiga hatua. La mwisho kabisa ni kwamba tunafanya transplant. Sehemu kubwa 2, Dodoma, Benjamin Mkapa Hospital, lakini pia tunafanya na Dar es Salaam kwa maana ya MNH, Upanga na Mloganzila. Na kwa sasa tumeshafanya transplant 151. Ukilinganisha na nchi zingine za Afrika, kwa kweli tumekimbia na tumejitahidi na tunaendelea kutembea. Jambo la kwanza kabisa lazima tujue ni kwamba matatizo ya figo kwa bahati mbaya yanaongezeka. Ukiangalia hapa inaonyesha mwaka 2017 kulikuwa na watu karibu 700,000. Lakini 2019 wamefika 850 milioni. Ambao ninakadiria kwa ni kama 10% ya watu. Inamaanisha ndani katika kila watu 10 kuna mtu mmoja ana shida ya figo, aidha kwenye hatua za mwisho au za mwanzo. Kwa hiyo tatizo sio dogo, na ukilinganisha hata na magonjwa ambayo yanajulikana, kisukari, HIV na nini, bado figo ina watu wengi zaidi kama mnavyoona. Kwa mfano ni zaidi ya mara 20 ya wagonjwa wenye HIV, wale wenye TB, karibu mara 2 ya watu wenye shida za kisukari. Kwa hiyo tatizo hili ni kubwa kote duniani, sio tu kwetu hapa Tanzania. Na pengine inaonekana Afrika tuna matatizo haya kidogo, lakini ukweli inawezekana ni ukosefu wa data zaidi kuliko kusema hilo tatizo hatuna. Kwa hiyo na hizi taarifa zote zinaonyesha kwamba tatizo ni kubwa. Hata hawa ambao nimewaonesha hapa wanaitwa International Society of Nephrology, na wao wamekuja kusema kwamba karibu 9% ya watu wana shida ya figo. Afrika tunasema 4, lakini inawezekana hata ni 15 hata 20 kama tukikusanya data vizuri. Na nilitaka kuonesha hapa kwa kiasi gani haya matatizo yanatofautiana. Huko Ulaya wanasema mpaka 13% ya watu wana shida za figo. Huku kwetu tunasema 4.2. Na maeneo mengine ni hapo katikati. Na pia kuna kitu kinaitwa disability adjusted life years. Maisha kuishi na tatizo, kufa mapema kutokana na tatizo au kuishi na tatizo kwa muda ndio inaitwa disability adjusted life. Karibu milioni 41 ya watu wanaishi na matatizo ya figo. Sasa na vifo pia. Huko nyuma tulikuwa hatuoni figo kama ni tatizo, lakini kwa sasa ni namba 10 na pengine imeshapanda. Maana data ambayo tunaitumia ni ya mwaka 2024. Walisema watu wanaokufa ni karibu 1.4 sawa na kama watu 20 kila siku wanakufa kwa tatizo hilo. Inamaanisha hilo tatizo hata sisi kwetu hapa linaweza likatukumba. Kwa wale ambao wanafanya kazi kwenye hospitali tayari wameshaona kwamba hizi dialysis tayari zimeshaonyesha kwamba tuna matatizo haya makubwa kwa kiasi hiki. Na hata gharama zake sio ndogo. Kadirio ni kwamba kwa kila inchi, kwa kila kichwa cha mtu kwenye inchi zao wanatumia karibu shilingi 900 kwa kichwa. Na hata wale ambao wanatoa mfukoni hela sio kidogo, nyewe mnajua ni karibu shilingi 90,000. Na umesha kusikia kwamba kuna namna mbili ya kushindwa kwa figo. Ile ya kwanza tunaita chronic,
Lakini pili, ukipata maambukizi ya ghafla au umetokwa na damu au umepotelewa na maji mwilini kiasi kwamba damu haifiki vizuri kwenye figo, unaweza pia ukawa na tatizo la figo la muda ambalo